Nakuja swali moja. Mimi hapa. Nakuja swali moja. Mtu wa Yanga wote nimuulize, mtu wa Yanga wote nimuulize. Muulize. Mtu wa Yanga anakimbia. Sasa unajua ngongo mbili. Unajua mashabiki wa Yanga wana matatizo. Kwanza anazungumzia jezi ya Simba Diadola. Umeelewa? Hii imetengenezwa wapi Italy, si ndio? Ukimuuliza yeye jezi yake imetengenezwa katika nchi gani au kampuni gani, ajui. Kama kuna yote ambaye anaweza nampa 10,000. Njoo. Mtu wa Yanga aje, wanakimbia. Yaani 10,000, 20,000, 30,000. Njoo mara moja, njoo. Njoo mara moja. Njoo. Unajua jezi ya Simba imetengenezwa wapi? Jezi ya Simba. Kampuni gani? Diadola. Umeelewa? Unaweza kuniambia Yanga jezi imetengenezwa wapi? Yanga. Na kampuni gani? Hajui, umeelewa? Ndio unajua kama ya Simba anajua. Umeelewa? Wewe ina maana kwamba hawa anakailishwa. Umeelewa? Hawa anakailishwa. Kwa hiyo wewe na nyinyi mnahoji watu, yani watu wengine mnahoji ili mradi tu mnahoji. Sisi tunataka tuwasikize. Kila mtu atambe na kwa nafasi yake. Mnahoji watu wengine. Tamba kwa nafasi yako. Kuna vitu vingine. Kila mtu mwache atambe. Kuna maswali ya yule ana haki ya kutamba kwa sababu gani? Si ameona amwaulize maswali ya msingi. Mimi nilikuwa nataka kujua kwamba leo kuna Simba na Yanga au sio bwana? Hatukusikiliza jezi. Leo kuna mechi, nazungumzia mechi ya leo. Sawa. Simba na Yanga. Je, unatoka mnashinda? Yaani ndio hivyo kama maoni yako. Una kikosi, mmetambulisha kikosi na mnajua uwezo wenu au sio bwana? Kwa mtazamo blaza nimekuuliza. Labda mimi nijibu vizuri. Basi ngoja nikujibu hilo. Ngoja nikujibu. Iko hivi. Unajua mashabiki wa upande wa pili. Tusaje wa upande wa pili. Wengi sana Yanga, si ndio? Wanaamini kwamba wanashinda kulingana na historia wametufunga, si ndio? 4 mara 5. Unaelewa? Lakini mpira huko hivyo. Ndio. Maana anayetabisa hizo ushindi huyo ni mganga wa kienyeji, anapiga ramli. Mpira dakika ngapi? 90 kwa sababu Simba amesajili, Yanga amesajili. Kwa sababu Simba, unajua Simba tumesafisha maduka. Unaelewa? Lakini wataja maduka, hata nyewe mnajua tumesafisha maduka yote. Kwa hiyo wale toka ile mechi ya kina Inonga tumesafisha Simba maduka mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ndio maana sisi tunauhakika na hii mechi, lakini sitaki nikwambie kwamba Simba la subiri dakika 90. Ila sina wasiwasi na timu. Umeelewa? Umeelewa? Ila sasa wenzetu wana asilimia 100 kwamba wanashinda, yaani mpira waende kwa historia, eti kwa sababu mwaka ndio maana Manchester wakuta wanafungwa ngapi? 7, 8. Lakini uweze kusema Manchester safari atafungwa na ile timu iliyofunga 8. Umeelewa? Kwa hiyo sasa msemaji wao wanawapotosha. Umeelewa? Viongozi wao wanawapotosha. Na ndio maana ukija kuangalia Simba pamoja na kupoteza misimu mingapi, 5 si 4, lakini bado Simba Day unaona watu walivyo zaidi watu 60,000. Umeelewa? Hatuna kikombe hapo. Lakini wao walioshinda walikuwa wanapewa maji na juisi. Umeona? Ukitoa damu na wapewa na jezi. Umeelewa? Hapa walikuwa wanapewa juisi jezi. Kwa hiyo uelewe kwamba wanabembelezwa. Hawana imani na timu yao. Sasa angalia Simba hajachukua makombe lakini bado inafanya nini? Sawa? Na watu bado wanajaa full house. Kwa hiyo nataka kusema kitu gani? Sasa tuiache mechi. Tuache mechi ya tuulizane hilo swali, uliza baada ya mechi kuisha. Huwezi kumzuia mshabiki kusema anachosikia. Na sasa unajua wasemaji, sasa unajua wasemaji ni wengi. Kila mtu anajua anaisemea, unaona anaisemea wake. Hiyo ndio hivyo. Fakti iko hivi ya mpira. Fakti ya mpira iko hivi. Unajua tunapozungumzia misimu, yani kufungwa mara 5 mfululizo, watu wakatuona sisi kama underdog. Basi wa kwanza ataonekana underdog ni Madrid. Sasa hivi ile ya Clasico inaendelea kuwepo, lakini bado Madrid anaonekana kwamba underdog kwa sababu anapigwa na Barcelona muda wote. Kwa hiyo tuseme tu kwenye fakti za mpira ziko hivi. Kwenye mpira kuna dakika 90 ambazo zinaamua ndani ya kiwanja, lakini bado kuna ufundi wa makocha ambao ndio unaiamulia timu hiyo ichezaje. Kwa hiyo ukiangalia kwa kikosi cha leo, kwanza mimi sina wasiwasi nacho. Yaani paka nimetoka Katavi na kuja Dar es Salaam, nafika hapa Dar es Salaam uwanja Mkapa, nina imani na timu. Kwa hiyo ukiangalia kwa usajili tuliofanya msimu huu, uangalie kushoto, kulia, unajua Mligo watu wanamchukulia kama Mligo ni mtoto mdogo sana, lakini Mligo ameenda kuvivaa viatu vya Shabalala, yani akiwa ana uaminifu navyo. Kwa sababu muangalie Mligo, Anthony Mligo jinsi gani anavyotembea na fullback yake ya kushoto. Unaweza kukuta kuna wakati anakuofa kitu ambacho alichokuwa sawa, hatumkosei heshima Shabalala. Wala tusimkosee heshima Shabalala. Amecheza na ni captain wetu ambaye amedumu kwa kipindi kirefu. Lakini ukimwangalia Anthony Mligo, ile mechi moja imenitambulisha kwamba vile viatu ni sahihi kuvivaa yeye. Anaenda, anarudi kwa wakati kuja kukaba.
Kilichokuwa kinamshinda Shabalala ni kitu kidogo tu. Kwenye kwenda kushambulia, kwenye kurudi kuja kukava nafasi yake ilikuwa ni ngumu. Lazima ataita mtu amkabie. Ukiita mtu kutoka ndani aje akukabie pembeni, mpira ukipita katikati, tayari ule ni mwanya wa kwenda kufungwa. Lakini Anthony Mligo ghafla imetoka winga ya kushoto kwenda kushambulia na ghafla unamkuta anaenda kuna defense. Kwa hiyo mimi niseme kwa kikosi hichi ambacho tumetangaziwa na kikosi hichi ambacho kitakachoanza leo, mimi nina imani kubwa sana na Fadlu nina imani naye kubwa. Kwa sababu gani? Tumetoka sisi tunacheza kimataifa. Tulikuwa tuna kikosi cha unga mwana, lakini tumetoka tunacheza fainali. Mchezo mmoja ndio umeenda kuamua nani bingwa wa ligi kuu. Mchezo huu mmoja baada ya kukutana Simba na Yanga ndio ile mechi ikaamua. Ingekuwa kwamba Simba kashinda ile mechi, leo tungekuwa tunazungumza Simba bingwa. Na kikubwa zaidi niendelee kuwapongeza washabiki wa Simba, wana imani sana na timu yao. Leo hii sisi tumekosa ubingwa mara 4 mfululizo, lakini nenda kwenye jadwali la kawaida la uuzaji wa jezi, sisi ndio tunaongozea kuvaa jezi. Sisi ndio tumeongozea kujaza uwanja wa Taifa kwenye Simba Day. Kwa hizi ndizo ambazo ni hamasa zaidi ambazo zinaongozwa na Ahmed Ally, na hii afisa habari mwenye akili timamu, mwenye utimamu wa kimazingira na fikra. Kwa sababu ukienda kuzungumzia hawa wasemaji wengine machoko, leo hii ukienda ukizifuatilia zile, wakati anaenda kudumisha ndoa yake anasema waambie Watanzania wewe ni wakwangu wa maisha. Wakwangu wa maisha miaka yote, lakini juzi miezi mitatu haijafika tayari wameshatimuana. Je, huyo msemaji kuna utimamu hapa? Yaani wazungumzi chochote. Kwa tunachozungumza fakti za mpira. Kwa twendeni tukacheze mpira. Dakika 90 ndizo zitakazoamua mpira wa leo. Yaani dakika 90, lakini mimi naamini leo hii Yanga anakula goli 3. Utanitafuta. Nimetoka Sumbawanga jirani sana na bwana wewe bwana. Basi mimi nimekwambia kafa. Bwana kafa. Bwana wasikia. Wakati yeye anahangaika na ndoa yake, mwenzio kaongeza mke wa pili. Mwenzio kaongeza mke wa pili, yeye mke mmoja amemshinda ndani ya miezi 2. Ndio. Ni hivyo. Haina roho. Haina roho. Bwana tuko vizuri. Haina roho. Makau ni hatari sana. Haina roho. Makau yani sio mpanzu sio kitu. Wote wanawaweka magoli. Yani mwendo wa magoli. Bwana. Makau sio makake. Mimi narudi kwa neno lile la mzee wa Sumbawanga aisee. Unajua Sumbawanga sifanye. Sumbawanga ndio brother, ukisikia kibu, ukisikia mpanzu neo maema hakuna uchawi wala nini. Mimi Sumbawanga nimeishi miaka 3. Sijai kutana na uchawi wala nini. Ni maneno tu watu. Hujawachokonoa wakulungwa. Nilishagaaminishwa kwamba Sumbawanga kuna uchawi. Hujawagusa wakulungwa. Miaka 3 nimeishi. Umewachokonoa wakulungwa. Wakulu umewagusa kwa. Hapa da unaweza kutopa na uchawi kuzidi hata Sumbawanga. Serikali haiamini uchawi brother. Serikali haiamini. Basi inshallah. Basi haina noma. Oya.